Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu katika kutazama mfululizo wa matukio ya wiki kutoka jiji la Dodoma kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Mei 2026. Ni mengi tulionayo na haya ni machache tu nitakayokusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo. Ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho, karibu. Tanzania iliungana na dunia kuadhimisha sikukuu ya wafanyakazi tarehe 1 Mei 2026, na katika mkoa wa Dodoma wafanyakazi waliadhimisha siku hiyo muhimu kwa shangwe, nderemo na vifijo. Maadhimisho hayo kwa mkoa wa Dodoma yalifanyika katika uwanja wa Jamhuri, huku mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule akiwa mgeni rasmi akihutubia umati wa wafanyakazi, ambapo alitoa wito kwa wafanyakazi waliopo katika mkoa huo kufanya kazi kwa bidii na weledi ili waweze kuleta maendeleo ndani ya mkoa na taifa kwa ujumla. Kauli mbiu yetu ya maadhimisho ya mwaka huu inasema kazi yenye staa ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050, ikiwa na tafsiri pana ya imani kubwa tulionayo dhidi ya uongozi wa rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kauli mbiu hii imekuja wakati mwafaka ambapo serikali imeendelea kuboresha maslahi na mazingira mazuri kwa wafanyakazi na watumishi. Hili limejidhihirisha nilipokuwa miaka michache huko nyuma, siku kama leo tukisikiliza risala ya watumishi, kurasa 2 zilikuwa zinaeleza juu ya changamoto walizonazo na machache ya kusifiwa au ya kupongeza, na wakati mwingine yalikuwa hayapo. Lakini tukapongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo nilikuwa nasikiliza hapa changamoto 3 ndio zimeelezwa kwenye risala ya watumishi. Tumpe maua yake Mheshimiwa Rais, sio kwa bahati mbaya, ni kutokana na kazi kubwa aliyoifanya. Kwa upande wao wafanyakazi bora jiji la Dodoma walikuwa na haya ya kusema. Mimi ninaitwa Peter Pantaleo Malia, ni afisa maendeleo ya jamii mkuu daraja la kwanza katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Kwa hapa halmashauri hii ya jiji la Dodoma nimeweza kuhudumu kama afisa maendeleo ya jamii kwa miaka 17 sasa. Hii ni mara yangu ya kwanza kuchaguliwa kuwa mfanyakazi bora katika hili jiji la Dodoma. Na mambo yaliyochangia naamini kabisa ni ushirikiano wangu na watumishi wenzangu katika utendaji wa kazi, na kuhakikisha kwamba miongozo, kanuni na taratibu za kiutendaji katika utumishi tunazizingatia kwa pamoja, na kuhakikisha kwamba huduma inawafikia wananchi kwa wakati. Kwa kweli mimi nimejisikia vizuri sana, na naamini kwamba nilistahili, kwa sababu katika kipindi chote nimekuwa nikijitahidi sana kwa shughuli mbalimbali ninazopangiwa kwa nyakati tofauti pamoja na majukumu yangu. Kiuhalisia niko kama mkuu wa kitengo au dawati la uratibu wa NGO na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, pamoja na msajili msaidizi wa watoa huduma za msaada wa kisheria, na kuhakikisha kwamba angalau watu wanapata elimu ya masuala ya msaada wa kisheria na wanaweza kufuata taratibu katika kudai haki zao. Kwa majina naitwa Johannes Mfuka, ni afisa mazingira, nipo kitengo cha usafi na udhibiti wa taka jiji la Dodoma, kanda namba 1. Nashukuru sana kwa kuchaguliwa kuwa mfanyakazi bora kwa mwaka huu wa 2026, kwa sababu na hii ni mara yangu ya pili. Kwa ni jambo la kushukuru sana, lakini pia nipende kushukuru kwa ushirikiano mkubwa ambao nimekuwa nikipata kutoka wenzangu, hasa kutoka kwa mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka Mr. Kimalo, lakini pia kutoka kwa wafanyakazi wenzangu, maafisa afya wote wa kanda na kata. Kwa kweli wametoa ushirikiano mkubwa na kuniwezesha mimi kupata nafasi hii ya kuchaguliwa kuwa mfanyakazi bora. Nashukuru sana kwa sababu hii ni mara ya pili. Mwaka jana pia nimechaguliwa kuwa mfanyakazi bora katika kitengo cha usafi na udhibiti wa taka. Ni juhudi tu za binafsi pia, lakini pia na ushirikiano mzuri ambao naupata kutoka kwa watumishi wenzangu. Halmashauri ya jiji la Dodoma tarehe 4 Mei 2026 ilitoa tamko kuwa hakuna utoaji wa fedha unaotambuliwa katika mchakato wa kupata maeneo ya kufanyia biashara katika soko jipya la Umonga,
huku ikionya kuwa yeyote anayelipia eneo kwa sasa anakuwa ametapeliwa. Hayo aliyazungumza mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini jiji la Dodoma Dennis Gondwe alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari juu ya kauli ya halmashauri kuhusu sakata la wafanyabiashara waliokuwa soko la Rehema Nchimbi. Halmashauri ya jiji la Dodoma ilipokea taarifa ya kufungwa kwa lililokuwa soko la Rehema Nchimbi kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Dodoma, baada ya wafanyabiashara kulalamikia eneo hilo kufungwa na wao kukosa sehemu ya kufanyia biashara zao. Baada ya halmashauri kupokea hilo, tulifikiria tunaweza tukawapeleka wapi ili waendelee na shughuli zao. Maeneo ya kwanza ambayo tuliyafikiria ni kwamba tuna masoko mengi katika halmashauri ya jiji la Dodoma ambayo yana nafasi ya kutosha, sio kwamba masoko yamejaa, hayajajaa. Kwa nafasi zipo za kuaccommodate wale wafanyabiashara wote karibia 297. Masoko ambayo tuliyaainisha na kuyapendekeza ili wafanyabiashara hawa wakafanyie shughuli zao pale, moja ilikuwa ni soko kuu la Rehema, moja ilikuwa ni soko kuu la Jobu Ndugai. Soko la pili lilikuwa ni soko la Tambukareli, lakini pia tulikuwa na soko la Makole na soko la Kikuyu Kusini. Masoko haya bado yana nafasi kubwa kwa ajili ya kuaccommodate wafanyabiashara zaidi ya wale wote waliokuwa Rehema Nchimbi, tulikuwa tuna accommodate katika maeneo hayo. Lakini bahati mbaya wafanyabiashara hawa walikataa hilo pendekezo la halmashauri la kwenda kufanya biashara katika hayo masoko niliyoyataja. Na baada ya changamoto hiyo walielekea kwa ofisi ya mkuu wa wilaya kwa maana ya kulalamika kwamba maeneo ambayo wamepangiwa wameona sio mwafaka kwao. Na katika kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanapata maeneo ambayo ni sahihi kwa ajili ya kufanyia biashara zao, Mheshimiwa mkuu wa wilaya Dodoma aliunda kamati shirikishi ambayo itakwenda sasa kujifunza au kustadi hiyo changamoto, lakini inakuja na majibu ya nini kifanyike ili hao wenzetu waweze kufanya shughuli zao katika mazingira ambayo ni rafiki na salama na ya kuaminika na yenye mvuto wa kibiashara kama alivyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais na serikali yake ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kamati hiyo ilikuwa na wajumbe 9 kutoka kwa viongozi wa wafanyabiashara hao waliokuwa katika soko la Rehema Nchimbi, lakini ilikuwa na wajumbe 4 kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya na ilikuwa na wajumbe 5 kutoka ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dodoma. Baada ya kuundwa kamati hiyo, ilifanya vikao vya mara kwa mara baina ya viongozi wa wafanyabiashara, halmashauri, ofisi ya mkuu wa wilaya na vitu kama hivyo. Lengo likiwa ni kutoka sasa na suluhisho la pamoja. Matokeo ya kazi ya kamati hiyo iliyoundwa. Kamati hiyo ilitembelea baadhi ya maeneo mengine ikiwemo hayo ambayo tuliyapendekeza awali na mengine ambayo kamati kwa ujumla wake na viongozi wa wafanyabiashara ambao waliona inafaa. Mapendekezo walioyaleta ilikuwa ni wafanyabiashara wapatiwe eneo lililopo Umonga, eneo lipo mtaa wa Kitenge, kata ya Majengo, halmashauri ya jiji la Dodoma. Ndugu wanahabari, eneo hilo lipo kati ya block namba 43 plot namba 44 upande wa kaskazini na block namba 45 upande wa kusini. Ni eneo la wazi. Eneo hilo ni kubwa, lina ukubwa wa kutosha, lina ukubwa wa takriban
mita za mraba 8621. Kwa mtaona ni eneo ambalo ni kubwa kiasi cha kutosha, lakini kwa nao kufahamu pale Umonga ni eneo la kimkakati, kwa maana ni accessible kwa usafiri wa kutoka na kwenda maeneo yote katika jiji letu la Dodoma. Ndugu waandishi wa habari, mpango wa uendelezaji wa eneo la Umonga ambapo ndo limependekezwa na kamati kwa ajili ya wafanyabiashara kuweza kufanya shughuli zao. Kama ilivyo ada, halmashauri ya jiji la Dodoma iliandaa mpango wa awamu 2 wa uendelezaji wa eneo hilo la Umonga. Mpango wa awamu ya kwanza ilikuwa itahusisha block 1 la eneo ambalo wafanyabiashara lililokuwa soko la Rehema Nchimbi wataanza kufanya biashara zao kwa kujenga vibanda vya muda vyenye gharama nafuu. Yaani eneo lile kuona katika mpango wa hayo maeneo mawili sasa. Manake yani lote hatuwezi kufanya mpango wa pamoja wa kuliendeleza. Wakati hawa wanaendelea kufanya shughuli zao upande huu unaendelezwa. Na baada ya kukamilika upande huu, manake tunawahamishia upande ambao umeshaendelezwa, then upande ambao hujaendelezwa unaendelezwa. Kwa maana sasa awamu ya pili ya uendelezaji wa eneo hilo tumepanga itahusisha wafanyabiashara kuhama kwenye block iliyojengwa miundombinu ya kisasa na kupisha maeneo ya awali kwa ajili ya kupisha ujenzi wa miundombinu ya kisasa. Kama nilivyosema, eneo kama umeligawa sehemu mbili, manake sehemu ya kwanza ambayo wataanza kufanyia biashara zao, hii ya pili tunajijenga kisasa kwa maana ya kutoa sura halisi ya soko. Alafu baada ya hapo sasa tunahamia upande wa pili, upande wa kwanza nao unaboreshwa mazingira yake. Na kwa hatua za awali ambazo zilifanyika pale ni ili wafanyabiashara kuanza kufanya shughuli zao, eneo lile lilikuwa halina choo, kwa maana hapakuwa na huduma ya choo. Halmashauri ikajenga choo cha kisasa pale kwa ajili ya kuweza kutoa huduma ya choo kwa wafanyabiashara ambao wamepanga kufanya shughuli zao katika eneo lile. Lakini ulikuwa ukiliangalia awali ilivyokuwa, lilikuwa linatuamisha maji na vitu kama hivyo. Kwa halmashauri ilipeleka kifusi na kuweza kulisawazisha ile eneo ili basi hata kama kutakuwa kuna maji yasituame, yaweze kutiririka kwenda kwenye mitaro. Katika utaratibu wa ugawaji wa eneo hilo, halmashauri ili wataarifu wafanyabiashara kwamba ugawaji wa eneo hilo utazingatia mambo kadha wa kadha. La kwanza ilikuwa ni awamu ya kwanza watagawiwa wafanyabiashara ambao walikuwa wakifanya shughuli zao katika eneo kwa kupitia orodha ambayo ilihakikiwa na kamati. Tunajua baada ya kuundwa kamati, manake miongoni mwa majukumu yake ilikuwa ni kuhakiki wafanyabiashara hao, ili isitokee sasa kwamba tumetoka huko wafanyabiashara tukiwa 10 ila tukija huku tuko 18. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima kwanza uhakiki ufanyike ili kupata ile takwimu au ile taarifa ambayo ni sahihi. Lakini 2, kila mfanyabiashara atagawiwa eneo au kiwanja kimoja cha kujenga frame au kibanda cha biashara ambacho ni cha muda. Na vibanda hivyo tukasema vyote vitakuwa vinafanana, vina ukubwa unaolingana, kwa maana mita 3 kwa 3. Lakini 3, wafanyabiashara ambao walikutwa hawafanyi biashara na maeneo yao walikuwa hayajamaliza vibanda vyao, kwa maana haya tumezoea kuita mapagale katika hilo eneo, hawatahusika kwa ugawaji wa awamu ya kwanza kwa sababu walikuwa hawafanyi biashara.
Yaani awamu ya kwanza tunataka wale ambao walikuwa wanafanya biashara kwanza tumalizane nao ili tusitengeneze taharuki isiyo ya lazima. Kwa hiyo hatukutoa room kwa wale ambao walikuwa wafanyi biashara kwamba baada ya kuona huku kuna fursa ili nao wahamie huku, alafu wale ambao walikuwa wanafanya biashara ambao walilengwa kabisa wakose sehemu. Lakini katika uhakiki wa ile kamati ni kwamba kulikuwa kuna wafanyabiashara ambao walikuwa wanamiliki vibanda zaidi ya kimoja. Tukasema wafanyabiashara hao watapewa kiwanja au eneo la kujenga kibanda kimoja tu. Sio kwamba walikuwa wanamiliki vibanda 12 kwamba pale atapewa 12. Mmoja atapewa kimoja. Na msisitizo ni kwamba ni vibanda vinavyojengwa pale, wanavyojenga pale ni vya muda, sio vya kudumu. Lakini ndugu wanahabari, mtakumbuka kwamba tarehe 7 Februari mwaka 2026 Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba alifanya ziara katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Na mahususi ziara ile ilikuwa ni kwenda kukagua hilo eneo la Umonga ambalo halmashauri imelitenga kwa ajili ya kuaccommodate hawa wafanyabiashara waliokuwa soko la Rehema Nchimbi. Akiwa katika eneo hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokea taarifa ya halmashauri ya jiji la Dodoma kuhusiana na uendelezaji wa hilo eneo, kwa maana alipata mikakati ya halmashauri ya kuliendeleza, lakini pia na michoro ambayo ilikuwa imependekezwa kwa ajili ya ujenzi kwa ajili ya eneo hilo kwa accommodate wafanyabiashara. Na katika hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na mambo mengine alitoa maelekezo kadha wa kadha ambayo yanatakiwa yatekelezwe na halmashauri yetu ya jiji la Dodoma, lakini na wafanyabiashara wale kwa umoja wao. Maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu yalikuwa ni kuharakisha mchakato wa eneo hilo ili wafanyabiashara sasa waweze kupata haki yao ya kutekeleza majukumu yao katika eneo hilo. Lakini mbili, aliagiza wafanyabiashara katika eneo hilo au ambao wamekusudiwa wote kupewa mikataba ya wazi na inayoeleweka kwa pande zote ya wao kuwa katika eneo lile. Katibu Tawala wa Wilaya ya Dodoma Bi Sakina Mbugi ametoa wito kwa wananchi wa Dodoma kuendelea kushirikiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika kuzuia na kupunguza matukio ya moto pamoja na kuimarisha usalama wa mali na maisha ya watu. Akizungumza baada ya ufunguzi wa bonanza lililoandaliwa kuelekea maadhimisho ya siku ya Jeshi la Zimamoto duniani yaliyoadhimishwa Mei 4, 2026, alisema kuwa maadhimisho hayo ni fursa muhimu kwa jamii kutafakari mchango mkubwa wa Jeshi la Zimamoto katika kulinda usalama wa wananchi, lakini pia kuwakumbusha wananchi kuchukua tahadhari mapema ili kuepusha majanga ya moto. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wapo katika wiki kuelekea kilele cha siku ya wazimamoto duniani ambao huadhimishwa kila siku ya tarehe 4 mwezi Mei. Siku hii inatumika kuwakumbuka wapambanaji ambao siku zote huwa wanatanguliza maisha ya watu kwa maana ya raia, mali pamoja na mazingira yetu mbele kabla ya maisha yao wenyewe. Tumeona katika wiki hii hapa katika jiji la Dodoma, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limekuwa likitoa elimu katika maeneo mbalimbali, katika shule zetu za msingi na sekondari, katika masoko, lakini pia katika maeneo mengine ya wazi ambayo watu wanaweza kufikiwa kupata elimu hiyo. Tumeona hapa vitu vingi vikifanyika, watu wameendelea kuhimizwa namna bora ama sahihi na ya bure ya kuwasiliana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kupiga namba 114. Lakini pia katika matembezi ya amani, wapambanaji wameweza kuonyesha utayari wao
wa kudhibiti majanga ya zimamoto katika makao makuu ya nchi kwa kuonyesha mavazi maalum mbalimbali ambayo yanaweza kustahili moto wa aina zote, lakini pia kuweza kuwafanya wao kuweza kufanya majukumu yao kwa urahisi zaidi ama kwa kujiamini ili waweze kutimiza yale ambayo wamekusudiwa. Sasa kilichobaki ni wananchi wetu wa jiji la Dodoma kuweza kujua vitu vya awali vya wao kufanya kabla au wakati tunasubiri wapambanaji wa jeshi la zimamoto wanapokuja. Wakati upo katika lile tukio la moto pale, ama wa jengo au wa mali nyinginezo la wanyika, ufanye nini? Tuna watu pale wamelala chini, wameshaingiwa na moshi, unafanyaje CPR au wewe mwenyewe uchukue hatua ipi ili kuweza kuhakikisha unakuwa salama wakati unasubiri kupata msaada zaidi. La upo katika maeneo yetu, tunajua tuna maeneo ambayo yamejengeka sana kama maeneo ya Chang'ombe. Maeneo yale kwa sehemu kubwa nyumba ziko karibu. Pia waweze kufanya nini inapotokea changamoto, waweze kupiga ile simu, wakipiga simu wakati wanasubiri nini wanaweza kufanya baina ya wao kwa wao, lakini pia wakati wanasubiri jambo lingine kuendelea. Tumejifunza sio kila moto unazimwa kwa maji, sio kila moto unazimwa kwa mchanga, sio kila moto unazimwa kwa blanketi. Tumeshuhudia wananchi mamalishe na babalishe pale soko la Machinga wakifundishwa kuzima moto kutoka kwenye mtungi wa gesi ili tuweze kuishi na moto ulio salama. Wote tunajua moto una manufaa yake, lakini tunatakiwa kuweza kufanya katika msingi uliokuwa sahihi ili moto ule uache kuwa na madhara kwa wananchi wengine, kwako mwenyewe na kwa jamii inayokuzungumza. Sisi wilaya ya Dodoma tuko timamu wananchi, sisi wilaya ya Dodoma tuko timamu makampuni binafsi, sisi wilaya ya Dodoma tuko timamu kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini niweza kusema kwa niaba ya kamanda hapa, amezungumza vyema, jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa na wilaya ya Dodoma wako tayari kuifaharisha Dodoma ikiwa ni makao makuu ya nchi. Kata ya Mnadani imetimiza miaka 16 tangu kuanzishwa kwake, ambapo ilianzishwa mnamo Mei 7, 2010. Akisoma taarifa ya kata katika maadhimisho yaliyofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Mbwanga, afisa mtendaji wa kata ya Mnadani Credo Msabaha alisema kuwa kata hiyo imefanikiwa kuongeza idadi ya wanafunzi wanaopata elimu, kuboresha mazingira ya utoaji huduma za afya, pamoja na kuimarisha shughuli za biashara ndogo ndogo kupitia ushirikiano wa wananchi na serikali. Tunaadhimisha miaka 16 na kauli mbiu yetu ikiwa inasema Mnadani Day ni historia yetu, maendeleo yetu na utatuzi wa kero za wananchi kwa vitendo. Ndugu mgeni rasmi, malengo hasa ya siku hii yametokana na maono ya Mheshimiwa diwani wetu ambaye aliyauza mawazo yake na maono yake kwenye kamati ya maendeleo ya kata, ikiwa inalenga kuwakusanya wananchi pamoja na kusogeza huduma wanazohitaji, lakini ikiwa inalenga kuwaita wananchi kukumbushana historia ya maendeleo ya kata yetu katika kipindi cha miaka 16, hali ya maendeleo katika kipindi cha mwaka 2010, mafanikio tuliyoyafikia hivi sasa tunavyoadhimisha miaka 16, lakini pia kuwaeleza dira na mwelekeo wa serikali kupitia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Ndugu mgeni rasmi, kwa historia ya kata yetu kwa ufupi, mwaka 2010 kata ya Mnadani ilikuwa miongoni mwa kata 37 zilizokuwa zinaunda manispaa ya halmashauri yetu ya Dodoma. Lakini leo tunavyozungumza, sisi kata ya Mnadani ni miongoni mwa kata 41 na hatuitwi manispaa tena, tunaitwa halmashauri ya jiji la Dodoma. Lakini katika takwimu za watu mwaka 2010 kupitia sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, kata ya Mnadani ilikuwa na wakazi wapatao 14,373. Miaka 10 iliyofuatia kutoka 2012 mpaka 2022, kata yetu ya Mnadani imefikia jumla ya wakazi 44,311
kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Ndugu mgeni rasmi, katika eneo la mafanikio, yako mafanikio mengi ambayo tumeyafikia kama kata kupitia uongozi wetu wa Mheshimiwa Diwani Mgendi Kelenge. Kwa maana mwaka 2010 tulikuwa na shule za msingi 3. Leo tunazungumza tuna shule za msingi 4. Shule ambayo imeongezeka ni shule ya msingi Jitegemee, lakini pia imeongezeka shule shikizi ya Matuli ambayo inalelewa na shule ya msingi ya Ndachi. Ndugu mgeni rasmi, shule hii imeanza ikiwa inaitwa shule shikizi na madarasa vyumba viwili, lakini tumeidhinishiwa jumla ya shilingi milioni 92, fedha ikiwa ni mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuongeza vyumba 4 vya madarasa, malengo ya serikali ikiwa ni kuipa hadhi shule hii isajiliwe kuingia katika shule ya msingi na kuongeza jumla ya shule 5 za msingi katika kata yetu. Ndugu mgeni rasmi, pia tumeingiziwa jumla ya shilingi milioni 20 katika shule hii shikizi kwa ajili ya kuchimba kisima cha maji katika shule shikizi ya Matuli. Kwa upande wake, mkazi wa mtaa Mnadani Halima Chihute alikuwa na haya ya kusema. Jina naitwa Halima Chihute, natokea mtaa wa Mnadani. Tamasha hili tumelipokea vizuri sisi kama wananchi kwa jinsi walivyokuwa wametutangazia na tumeweza kufika. Tumejifunza mambo mengi ambayo tulikuwa hatuyajui, tumeweza kujifunza. Kama nishati ya kuhusu majiko na kupitia Don Bosco, mafunzo ya Don Bosco. Tumejifunza mambo mengi, kuna ardhi hapa. Kwa hiyo tumeweza kufurahia hili tamasha. Tunaomba na mwakani pia waweze kutuletea mambo zaidi ya leo ambayo wameweza kutuletea. Katibu wa Baraza la Wafanyakazi la Halmashauri ya Jiji la Dodoma, Dennis Gondwe, aliwashauri wafanyakazi wa jiji hilo kutumia maadhimisho ya Siku ya Wafanyakazi Duniani mwaka 2026 kuhakikisha wanatumia fursa za uwekezaji zinazopatikana makao makuu ya nchi. Aliyasema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma yalikofanyika maadhimisho hayo kimkoa. Naitwa Dennis Gondwe, ni katibu wa Baraza la Wafanyakazi Halmashauri ya Jiji la Dodoma. Napenda nichukue nafasi hii katika maadhimisho haya ya Siku ya Wafanyakazi Duniani mwaka 2026 kuwashauri na kuwashawishi wafanyakazi wote wa Halmashauri ya Jiji la Dodoma, lakini na wafanyakazi wengine nchini kuhakikisha wananunua viwanja katika Halmashauri ya Jiji la Dodoma. Alama ya kuweka katika Mei Mosi hii ni kuhakikisha umeanza mchakato wa kununua kiwanja katika Halmashauri ya Jiji la Dodoma. Sote tunafahamu kwamba Halmashauri ya Jiji ndio makao makuu ya nchi, na unapoongelea makao makuu ya nchi unaongelea upana wa fursa zilizopo kwa Watanzania wote. Tukitembea katika kauli mbiu ya mkuu wetu wa mkoa ya kwamba Dodoma ni fahari ya Watanzania, umefika wakati sasa Watanzania wote kujifaharisha na jiji letu la Dodoma. Na katika Mei Mosi hii kifurushi ambacho tunaongelea zaidi ni ununuzi wa viwanja. Haijawahi kutokea. Halmashauri imeweka viwanja sokoni takriban viwanja 1900 katika maeneo mbalimbali. Moja, tuna viwanja katika eneo la Nala Lugala, lakini tuna viwanja katika eneo la Mahomanyika Ipala, na tuna viwanja katika Kikombo. Mnaona viwanja vyote hivi vimetawanyika katika maeneo tofauti tofauti. Hakuna shaka kwamba jiji la Dodoma ni jiji ambalo linakuwa kwa kasi tofauti na maeneo yote nchini. Nitumie fursa hii kuwahamasisha wafanyakazi wenzangu, lakini sisi wafanyakazi tuwahamasishe ndugu jamaa na marafiki na wale wote ambao tuna mapenzi mema nao kuhakikisha wanatumia fursa hii ya Mei Mosi kuanza mchakato wa kuhakikisha wanapata kiwanja au viwanja katika jiji letu la Dodoma. Nishukuru serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwamba imeweka mfumo mzuri wa kuhakikisha kila Mtanzania anamiliki kiwanja katika jiji la Dodoma kupitia Tausi Poto. Hakuna haja sasa ya kufika Halmashauri ya Jiji la Dodoma kupanga foleni kwa ajili ya kununua viwanja. Popote ulipo nchini, jisajili katika Tausi Poto, utanunua kiwanja pale pale ulipo. Na kwa sasa michakato ya hati haina mzunguko tena, imerahisishwa zaidi. Hati yako utaiomba kupitia mfumo huko huko ulipo, utajaza na mwisho wa siku utaipata hati yako. Hakuna haja sasa tena ya kuja kupanga foleni
kubishana na wataalamu na vitu kama hivyo. Kila kitu kimerahisishwa. Mei Mosi mwaka 2026 haijawahi kutokea. Jiji la Dodoma limekuja kivingine. Pata kiwanja chako sasa. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.